Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi manna Allahu 'alal mu'minina ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa ba'd. Wa fillah, ndugu zangu watazamaji wetu wa chaneli yenu pendwa ya Kyana TV News, maana popote mlipo katika dunia hii, kama kawaida yenu ama kama kawaida yetu, tukifika muda kama huu ama wakati kama huu, huwa tunajitahidi kurusha vipindi hewani kwa ajili, si kwa ajili ya maslahi yetu kama wanavyodhani watu, ni kwa ajili ya maslahi ya Mwenyezi Mungu na kwa ajili ya maslahi ya duniani na kesho akhera. Ndio maana tunakusudia kutoa wakati mwingine hizi mada majaa na bure kabisa. Leo kidogo nikuleteeni kidogo na mada fupi ambayo ni muhimu. Mada hiyo imebeba ujumbe unaosema ayatullah, aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au tunaweza kusema dua ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala iliyokuwa kubwa. Katika hizi dua kuna aksam, kuna taksimu ama aksam, kuna kigawanyo katika dua. Kuna dua kubwa al-kubra na kuna dua as-sughra. Kuna dua kubwa na dua ndogo. Sasa leo nataka nikuleteni ambayo aya hiyo kama mtu ataisoma akiwa na jambo lake, atambue katika hiyo aya imo katika yale majina ya Mwenyezi Mungu makubwa makubwa, na katika aya kubwa na katika dua kubwa. Tunaona jamani, ndugu zangu watazamaji, mpaka kama darasa. Kwa nini nimeleta kwamba nilete hii aya ili dua kwenu nyinyi, ili kila mmoja msaidie? Kwa sababu katika masuala ya dua kuna aina nyingi ya dua. Kuna dua za kuchinja, hizo zote katika aina ya dua. Zote kwa masuala ya kafara na dua, lakini kuna dua bila kuchinja. Unaweza mtu akafanywa dua na akafanikiwa, kama alivyozungumza al-Imam al-Ghazali rahimahullah. Kama alivyozungumza Imam al-Ghazali amrehemu Mwenyezi Mungu, Imam al-Ghazali aliwahi kusema maneno yafuatayo. Yaani mtu akikuuliza, kakuuliza swali kama faidatu duai, kakuuliza swali kama hivi, faida nini, faida ya dua? Yaani dua ina faida gani? Yaani kakuuliza swali kama hilo, Imam al-Ghazali rahimahullah anajibu, anasema mtu akikuuliza swali kama hilo mwambie aqul wa ajib, aqul ajib, sema na mwambie hiya sababu adua, hiya sababu li raddil bala. Mwambie hivyo. Kakuuliza nini faida ya dua, wewe mwambie hivi, mjibu dua sababu yake hiya sababu li raddil balai, dua ndio sababu ya kuondoa mabalaa, mazowali, majanga. Yaani kazi ya dua inaondoa mabalaa, inaondoa majanga, inaondoa mazohari. Pia waiya sababi lirruju'in, maana waiya sababu lirruju'in ni'ma, na dua pia ndio sababu ya kurejesha nusra. Mambo mawili, dua inaondoa mabalaa, pia waiya sababu lirruju'in ni'ma, pia dua ni sababu ya kurejesha neema, nusra. Yaani ulikuwa na shida, ulikuwa na matatizo, ulikuwa unaumwa, ukafanya dua wa Allah na kunusuru kwenye balaa lile ambalo ulikuwa nalo. Kwa hiyo dua ni kitu muhimu sana sana, usisahau ndugu yangu. Sio Muislamu, mwanadamu yeyote katika maisha yako, hata kama Mkristo, usisahau dua. Uweze nenda kwa mtu akufanyie dua, utaona mambo yako yananyoka. Kuna aya ambayo imo katika sura Al-An'am. Wanasema katika hii ni katika dua, miongoni katika dua za Mwenyezi Mungu kubwa. Yaani mtu kiomba dua hiyo, jibu linakuja hapo hapo. Ni mwanzo katika zile surati za aya za mwanzo katika surati Al-Imran. So kipande kifupi tu, alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bas, alif lam mim. Wafasiri wamefasiri asma alifu ni Mwenyezi Mungu, lam Jibril Muhammad, mim Muhammad, alif lam mim wallahu alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Ukasema dua hii
Alif lam mim, Mwenyezi Mungu ndio aliwahi. Allahu alladhi, Mwenyezi Mungu ndio yule ambaye yeye huwa al-hayyul qayyum, yeye asinzina wala afi. Basi dua hii soma mara 1000, soma mara 2000 kadiri ya uwezo wako, isome hiyo dua. Alif lam mim, Allahu alif lam mim, huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Alif lam mim, huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Soma mradi huu, soma dua hii. Wallahi kama utasoma dua hii ukamwomba Mwenyezi Mungu, kama hujapata natija na jibu, basi inawezekana wewe una matatizo katika mwili wako. Maana ukisoma dua hii mara 1000 ndani ya siku 7 ukafululiza ukasoma mradi huu baada ya kupa, lazima majibu yatakuja. Kama hujapata majibu, basi inawezekana wewe basi una tatizo katika mwili wako, sio dua. Kwa sababu hii aya ni miongoni katika aya za Mwenyezi Mungu katika dua zake kubwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukiomba Mwenyezi Mungu lazima akujibu. Alif lam mim, wallahu alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Kwa hiyo dua hiyo chukueni, ifanyieni kazi inshallah. Kwa yule ambaye anahitaji labda anataka kuuliza maswali ama ana ushauri, anaweza akatuwasiliana na sisi kwenye namba zetu ambazo zina zote mbele kwenye channel yetu. Wabillahi tawfiki, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.